Matumizi ya roboti katika mji wa Zibo mkoani Shandong yameenea huku roboti zikitoa usaidizi katika maisha ya watu pamoja na kuimarisha uzalishaji. Mengi zaidi kwenye makala yetu ya Ifahamu China. Tazama. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Roboti mbalimbali zilizowezeshwa na maendeleo ya sayansi na teknolojia zimekuwa wasaidizi katika maisha ya watu na vile kazi na uzalishaji. Siku hizi roboti zinazotengeneza sanaa ya kwenye kahawa zinaweza kuonekana katika maeneo mengi kama vile wilaya za biashara na maktaba. Imewagharimu wateja yuan 20 pekee kununua kikombe cha kahawa ya latte chenye mchoro maalum wa povu juu yake. Kampuni inayozalisha roboti kama hizo ni kampuni binafsi iliyoko katika mji wa Zibo mkoani Shandong, mashariki mwa China. Mwaka 2024, kampuni hiyo ilipokea oda nyingi kutoka ngambo. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Obo Robotics, Bwana Han Yongguang, alisema mashine hutumia mfumo mmoja kudhibiti mikono miwili ya roboti, kila mmoja ukiwa na viungo 6. Ina maana kwamba mfumo huo unadhibiti viungo 12 kufanya vitendo tofauti, ambayo ni vigumu sana. Inachukua sekunde 75 tu kwa mashine kutengeneza kikombe cha kahawa latte na muundo wa povu juu yake. Aliongeza kuwa kwa sasa uagizaji wa roboti hizi shirikishi umekuwa unaendelea kuongezeka. Kwa sasa kampuni hiyo imekuwa inaongoza katika sekta ya roboti za aina hiyo. Hata hivyo, ilikuwa katika matatizo ya kifedha miaka 5 iliyopita. Wakati huo, mamlaka ya mji wa Zibo walikuwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wa sekta ya roboti za namna hiyo. Serikali ya mtaa ilisaidia kampuni hiyo kwa kuihifadhi yuan milioni 300 kutokana na msaada kutoka kwa serikali ya mitaa. Kampuni ilianza kufanya kazi miezi 5 tu baadaye. Kuanzia wakati huo, matokeo ya roboti zake yamekuwa yakiongezeka kwa kasi na sehemu kubwa kwenye soko. Mapato ya mauzo yake yaliongezeka kutoka chini ya yuan milioni 50 mwaka 2020 hadi yuan milioni 520 mwaka 2023, huku sehemu ya soko la ndani ikichukua zaidi ya 40%. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng.